zetu tunafikisha. So ni namna tu maisha mtu anachukua. Kwa hiyo kitu cha kawaida ukiangalia kwa kila mwenye imani, Islamu, Mkristo, mitume wetu wenyewe wamepitia mambo kwa. Kwa kitu cha kawaida tunaamini na shauri kwa wanadamu. Wasinakuja katika fikiri kama tatizo. Yaani chukua tu kama kitu cha kawaida, fursa ndio inaonekana. Hapo sababu pesa kwa naomba jamani pia msisahau kwa nini tuko hapa. Kwa hiyo tunaongea kuhusiana Pepsi na Diamond pia. Asante kwa kunipa fursa hii. Mimi kutoka Tanzania kutoka kwa TV. Kwanza ongera sana kwa kazi nzuri ambayo mnafanya kila siku kwa kuelimisha dunia kwa Tanzania tuna vipaji vikubwa sana. Na pia ongera kwa Pepsi kwa kuendelea kumwamini Diamond. Sana kuna vitani. Ukija na roho kwa kozi kwa kuja vinywaji. Kuna soda, kuna soda ya Pepsi. Unaweza kuweka mashabiki zako kwenye sehemu moja na kuhakikisha kwamba hapo kipindi na kazi inaendelea. Kwa hiyo miongoni mwa vitu ambavyo lazima tukubaliane navyo au unaangalia miongoni mwa vitu ambavyo watu lazima tukubaliane navyo katika maisha ya watu wengi. Kuna wao ambao na pombe, kuna wao ambao hawataki pombe. Kwa hiyo kumana kama wewe unajua labda sio kwa pombe, hii ndio kinachofanyika. Pepsi wazako kama nimesema wewe nasikia vuta ila kama wewe ndawa kwa hiyo dunia lazima tukue hivyo na tusipige dunia ilivyo na kingine ilivyo. Unaona Pepsi ilichagua kitu kimoja ambacho watu wanaamini, lakini unapogonga vile janga ambapo lazima ukiona vile janga unajua unamwambia mwanadamu ndio huyu chakala kingine anachanganya sio ndio watu tunachokosea kutokubaliana na kweli. Lazima kuna wanawake, kuna warefu, kuna baba, kuna wale usichochote na kimsingi ni kama ile hizo video inatokea kufanya swali langu kwanza nataka Pepsi Diamond akatokea akisema kwamba imekuwa sio rahisi zamani kwa brand kubwa kama za vinywaji za Pepsi kuamini msanii na kumtumia sio. Sasa hivi ni kwa rahisi kwa Diamond tunaona. Je, imani yenu kwa wasanii wengine wachanga, wasanii wengine ambao wanafanya muziki mzuri wa trend na wana namba kubwa sana Tanzania kasi game kuwatumia kwenye brand ya Pepsi kwa sababu wenyewe Pepsi ndio wao wa Tanzania ndio wao wa mtaani. Pia kuwatumia wao kwa nafasi kutumia brand ya Pepsi kwa zaidi, lakini na pili hapo tushakuuliza nani kuhusiana na issue ya kupata collab na baadhi ya wasanii ambao wanatumia Pepsi duniani. Na hiyo ndio so far kama tunafanya kazi ndani hatuioni so ni kama mbele kwenye kuwashirikisha wasanii wa wachezaji wakubwa na mastaa wakubwa duniani ambao wanafanya Pepsi kuona Diamond ile huko au wasanii wengine kutoka Tanzania kwenye klabu hizo. Hiyo ni kwa Pepsi. Nikirudi nimefurahi kuona salamu na Nandi leo inaonekana vizuri kabisa baada ya story hiyo maana labda baadaye unaweza kuongelea kwaje na unaweza vipi combination of radio Diamond radio sound radio wanaweza kufanya kazi hiyo watu wanapokulisha mtandao. Nikianzia nikasikia ndio ulipanda. Unajua kuanzia kweli sisi tunapopata nafasi yoyote lazima tutafanya. Watu wakasema mambo kwa sababu sio tu kwa sababu unajua kuna wachezaji, sio kwa sababu unajua kuna muziki. Ukataka unataka kusikia kesho wewe pale umejiandaa. Na wewe sasa kama
tukikutana tukifanya politiki kuambia ukweli wa haki wachezaji wa sababu ndio na shida ya baba ndio chini na sio chini ndio mafia. Kwa hiyo kwenye access hizi ni ndogo sana, lakini lazima tusome sana ambazo tunatoa kwa sisi kama leo kujikamilisha kwa maana tufanye kujikamilisha tukija katika Mendes Arena kwa kila siku sio tunayotoa kila siku na kwenye jambo lote linafanikiwa hapa kote maneno watu sio tukubaliana lakini pia kwenye jambo linafanikiwa kukutana na jambo la kutambuana ila sisi tunajua ni lugha yetu tunafanya hivi sisi wao wanakutana na tafuta siku nzima ya kazi lakini ndio alikuwa anafanikiwa yaani na leo hatunaje kukutana ambayo haina maana kukutana na tunaelewa au mchana tunaelewa sote no ukiona kwa sababu ni jambo gani jambo familia kubwa na unaona kuna mkoko vyombo especially kama vile kwangu ni faida zaidi kwa sababu na chombo kingine ambacho ni guarantee nacho kwa namna moja nyingine itaendelea kila ndio yaani nitafikia malengo yangu nitafikia aibu yangu sasa kila damu sote tunapatia kwa hiyo kuna kuongeza vyombo maana unaongeza mafanikio kwa sababu hii inategemea wenyewe kwa akili zenu mnapokeaje mnapokea positive mnapokea tunabadilika tuna kapitali yaani kitu kama ushauri kingine kama nice wanaelewa ni yaani cha nyumbani nikiingia kapitali cha nyumbani leo kwa mjane sio na kama hivi ikifika pale ndio wanapokea ndio tunataka mafanikio tunataka kubadilisha mitazamo ya watu waelewe kwamba mafanikio yanajengwa kwa nia chanya kwa pamoja. Kwa hiyo ndipo tunajengwa sana mazingira kwamba mtu akifanikiwa cha kiasi uliona maisha sana hivi mtu kwa kichwa tunataka kajenga swambie haya mambo ya zamani ndio kama jenga na leo mazingira au kama mshauri kwa kulipata kwa sisi tunaamua kwenda dunia sasa inaendelea na mfumo wa video kwa kitu kimoja kuhusu sasa kugombana kwa kitu cha kawaida sana na tunaniana kabisa lakini tunapanda ndege ya Diamond hapo tunapanda hapo na kurudia ina maana ya kuongea Diamond na kuongeza mbele moja sana na lakini magombano yetu yanafanyia sisi wenyewe lakini kazi lazima kazi yes sidhani kama nahitaji kuongeza zingine zaidi ya alichosema hapa mzee wetu ametujibia sahihi kabisa ila kwa kuongeza tasnia moja ambayo kwa sababu niliongelea hapo sijibu ni masuala ya mpira nadhani kama je mashahidi nadhani unajua kwamba sasa hivi tuna kampeni ya UEFA Champions League tunajaribu kwa kila njia tuweza kuwaletea karibu zaidi ile kurudisha kwa Tanzania wanapenda na tarehe 31 tutakuwa na finali pale Warehouse ambapo tunategemea na tunaomba ndio tunaye atujui tuweze kusherehekea pamoja finali ya Champions League kwa hiyo kwa njia moja au nyingine aidha tunaweza kusupport directly au kuweza kuleta vitu ambavyo tunajua kwamba Watanzania wanapenda na kuweza kusherehekea pamoja sasa okay so nadhani ukiangalia mwenyewe hata historia ya Pepsi maambasada ambao tulikuwa tunatumia ni ambasada ambao yani kuanzia kwa Jackson na kuja na Beyonce Tanzania na Diamond Platnumz kwa hiyo hii iwe ni challenge kwa wasanii fika level hii video hii kwa jamani mbili ni vizuri kwa wasanii wengine wote sawa Pepsi hawakutupata hapa na kwa historia sisi na Pepsi sisi tuliwafuata Pepsi na 18
kwenda kudhamini Wasafi Festival. Ndio tulipoanzia, lakini Diamond aliona opportunity pale pale, akaivaa Pepsi kama ya kwake, sio Festival. Diamond alivaa Pepsi kama ya kwake. Pepsi akasema kumbe inawezekana. Kwa mimi nadhani kuna vitu ambavyo tengenezeni management za uongozi wa wasanii. Sio tu msanii anafanya vizuri, delivery yake inaenda. Tengeneza kampeni yako, peleka proposal kwa hapa. Bwana, sisi na kampeni ya CK tukipeleka soda hapa itaiapa Bumbuli, wapi Buza, wapi Temeke, kote huko. Basi itapiga sana makombe. Tengeneza kampeni yako, peleka proposal hapo, ukiangalia. Unajua hajazaliwa hiyo kiasi. Wewe hajazaliwa hiyo kiasi. Lakini wewe ukipeleka watu wakaliona, wanaongezewa na kijana, shughuli naye. Lakini ukisubiri utafute, unasubiri sana. Sasa kitu kingine ambacho tunafaa kuweza kumalizia leo. Labda unaweza kama unaona ambassadorship hapo ndio kwenye mabango na matangazo na digital. Lakini tuna support kila aina ya muziki. Kwanza kupitia Wasafi Festival ambapo tunakuwa na muziki aina yote ambayo inapigwa pale, taalamu zote kuliko zote ambazo inapigwa pale. Na vile vile karibia kila wiki kuna events zinafanyika aidha Dar es Salaam, Mwanza, Mbeya, Dodoma, ambao kote tunahudhuria. Sisi kwa njia moja au nyingine kila sheria kitu wewe. Kwa hiyo tunajaribu kupata nafasi kwa sababu tunaweza kutoa support. Hatuwezi kufanya vyote, lakini tunafanya vitu vikubwa sana sokoni. So unaweza usio unaona, lakini kwa wale ambao wanahusika na ambao wameweza kufikia na wameweza kuletea proposal na kama tunaendana na vile ambavyo tunataka kuongea ili kubilike, lazima tutafanya kazi pamoja. Swali la mwisho tafadhali. Asante. Nashukuru naitwa Chifa na Chifa. Swali langu linaenda kwa Dana. Mimi naomba nigusie swala la mikataba kwenye kazi. Nina imani kwamba inawezekana tuko hapa Diamond pengine umefikiria kufanya kazi na Pepsi, vitu vingi, shoga kazi, ukitaka kufanya kazi, basi kuna vitu vitafuata. Na nipeleka hiyo muziki. Wasanii wengi walikuwa wanatoka kwenye rembo kama kwenye kazi za muziki wanaonekana kama kuonewa, yaani mtu kataka pengine ungeko kwamba leo unaingia sana unataka kutoka ni moja mbili tatu, lakini msanii anapotoka tunasikia mambo mengi. Msanii anakuja anatafuta huduma kwa mashabiki ama watu waonekane labda kama anaonewa ama pesa na kuzuri. Mimi nadhani kwenye mikataba huo kunakuwa shida inakuwa nyingi hasa kwa msanii management ya kusoma vizuri Kiingereza. What is the Shukrani. Unajua kwenye kila mtu kutoka kwenye mimi kwa mambo mawili au sababu kuna wanaotaka kutoka kwenye level kwa sababu washafikia hatua yao wenyewe na kusimamia. Kuna ambao wanatoa level kwa sababu level haiwawezeshi. Tumeelewa. Unaona wanaotaka kutoka kwenye level kwa sababu level haitimizi wajibu wake, haiwawezeshi kwa sababu hapo jambo kwa mchezaji programu na yenyewe tunafanya sasa hivi tu. Lakini kuna wasanii ambao wakitaka kutoka kwenye level kubwa shakia kwenye mafanikio makubwa, wanaona sasa hivi leo wanashirikisha vizuri na mitakanganisha sana. Sasa kati ya watu wote wawili na mikataba yote ya leo ina haki ya mtu anataka kutoka. Sasa inapofikia hatua hiyo, inatakiwa yule kulingana na situation yake kuongea na grupu lake au na sheria. Hapo inakuwa hamna masuala ya uongozi, hamna kuonewa, ni masuala mengine. Kwa kama unasema kutendea chukua na sheria yako, nenda mahakamani au nenda mtaka taratibu zifuatwe, ndio maana watu tukidai kulipa kama unatakiwa achili sababu sio kufanyike. Na wewe ambaye unataka mafanikio makubwa ushatenga fedha, sio haki kitatoka. Bwana tukubaliana nimeshapata mafanikio kitatoka. Sasa nimefikisha hiki. Naomba ni kilipe hichi. Ndio kupata jambo mbele. Kwa hiyo kwa bahati mbaya zamani, kama kweli zamani hata nchi na
walikuwa na viongozi hawakuwa pengine kujua unasikia sana kwenye muziki unafanyaje, kwenye mchezo watu wanaanza kufanyia katika wake kama Tanzania. Kwa hiyo kwa kama viongozi wakisikia kwa wananchi analalamika, lazima waone watu wanaongea. Kumbuka leo wanafikia wanakuwa na mambo gani? Kwa hiyo serikali au viongozi wanaona kubwa wanaongea, lakini tunashukuru serikali na hii inapongeza sana sababu ile viongozi ambao wanakutana na hizo mambo anatumika kama mfano bora wa kuzungumza nao na kueleza kesha hii kuna mtu kutoka kwenye hii na mtu kutoka kwa mtu akija msikizeni muone kwamba na nyinyi mwangalie utakaje kupambana na haki kwa hiyo akisaidia kuendesha vizuri hataki serikali pande moja ikizo kwa Tanzania na kutoka kwa baadhi kwa hiyo ndio mambo ya sasa na special kama Dr. Mfano anampongeza sana mtu anaelewa mkataba na biashara. Kwa hiyo ukifika pale kulingana na uhalisia wako, kila kama msanii ana haki, sasa anapotea. Kila kama leo ni haki. Hivyo ndio yake. Lakini ndio mtu wako wananchi lazima watambue kwamba ni biashara. Yaani watu wasaidia. Kila tunajua msanii kwa kusaidia na kwanza anakuwa yeye anasaidia. Kisha wanashaka matokeo pale. Sababu ndio wanasaidia sana ndio ya familia kwa sababu kwa tunalipoti ni na sababu kwa fulani fulani kwa nilipika nimesoma na sheria ni pale tena kama hiyo lakini uhalisia ni kwamba ndio nimepata biashara na pia kama leo kimsingi na kweli wanakuwa kwenye mtu yake anaweza kujenga kama hii kwenye kuna mchele mtu anaona kama wacha nikizie kwa hivi kwa sababu sio kwa sababu kaongeza kwambia na makosa anafanya na mfanyaji kutoka au kutambulisha kwa mwanadamu hizo. Kwa sisi kama leo tunatakiwa tufanye mambo yetu. Mimi juhudi za sisi kama wanamuziki ili inapofikia tu kama mkataba kitu na mswali yake. Katibu ipate kama lengo anatakiwa kulipa msanii au kwa msanii atalipa lengo tumeshakisha. Sasa kwa wananchi wanatakiwa walilipe. Na sisi kama muziki kama leo tunafanya dini kila mtu anataka kuwa nchi na leo kwa nchi atakana binadamu na kutoka hiyo kwa mtu na mimi kwa sababu akihitimisha yote na sasa na kutoka hapo anaenda kama mahakamani watu wasikilize sana mfumo wake mpaka baada ya sasa pamoja na mahakama kuona kwamba tumekubaliana. Hapo ni moja sana kuongelea hata ni kwa kitu kimoja. Mkataba wa muziki na kwenda mfano kabisa. Kaida ya muziki mkataba ile investment yako unajua kwanza kurudisha investment yako halafu ndio utawanti baada ya kurudisha kile ambacho ukibiashara. Lakini Wasafi sio tu kwa kurudisha unaposema kwa swala cha kwanza hivyo ni kila kitu inatakiwa hebu ichukue pale yake kama vijana si choice yake hapo kwenye ile ya sahihi ukiwa na hata hivyo kuna kwa hiyo afanye na sababu kwa wengine katika makubaliano asiasi ndio ina maana imeingia milioni katika milioni imeingia kwanza nachukua milioni 50 na nachukua 50 halafu anarudisha hela ile ambayo investment
ni wewe nafsi yako, sio nafsi yako. Sio ndio kulingana lote duniani. Sasa nakupa mkataba wa Wasafi kwa. Mkataba wa Wasafi sawa, imeinvestiwa 100. Ikiingia 100, msanii anachukua 40 bila kupisha chochote. Katika ile investment 60 inatakiwa. Ukiangalia kwa maana ni 60 wenyewe anapata faida na na mimi baada ya hapo biashara katika Wasafi NGO ya kwa sababu wao wanakuja msanii anahisi ndipo ataenda kuongeza vichwa napata pasenti 5 au pasenti 10, yeye anachukua 40. Mtu hauishi yote sasa inakuwa ni au hapo. Sasa msanii wa Tanzania anataka sasa alienda kutafuta ile mtaji alienda kwenye mtaji akajua tunafanya hivi anachukua hela baada ya kuchukua hela akaiona kwa kuna kuinvest akainvest kidogo kiasi baada ya kutoa kila kitu ipo watu wanachukua hela na kuna naye kuchukua achukua 18 lebo ya 82 lebo ya 82 acha mziki kaona bwana sasa kwa hiyo tunatoka leo sisi tunapofanya kama Wasafi hatutaki kujiona baba niongeze mama fanya nadhani tukikaa na wasanii wa ni wake Wasafi sana tegemea na jamii wao najua nguvu ambayo wanaweka kwao, najua mapenzi naweka kwao, najua raha naweka kwao, wanajua energy fedha naweka kwao. Mimi tunaona kama ukijana katika hapa challengebushi familia raha. Sasa wakati mwingine na Wasafi kule ndani kuna mtu ndio anataka kama mtu hili pia anataka lakini watu wote ambao siishi nao sitegemei hela ya yangu yani hii ni familia ndio maana unakuta mtu sana anaishi kwa adabu na fedha tumeshindana na siku ndani kama ndio kama ndio kuchukua ndio mwanzo kwa sababu ni kama na sisi pia maya na hapo pale acha tusome kuna mambo ya sasa lakini ndio wangu nakupenda tumeishi vizuri kwenye nchi hatuja kuoga hatuja kubishana. Kwa nini wewe sasa hivi ushafikia tu unaweza kufanya kwa nini kwa tu mbaya kama unaamini unaweza kuanza vizuri sana yeye kushauri kwa nini Nadharaka hakulifanya mgomo na atakutoka ni kiasi mabaki kuja kama angependa na kwamba kusimamia au vile hadi nadharaka kwa maana ndugu zangu ambao wanaendelea na watu wengi wanaweza kwa mtazamo kama ni kwa sababu haikuhusu kila mtu hapana. Unajua sisi tunafanya kazi kutoka kwa lakini mwingine ndio mtu kapusha na mbele kama Mungu mwenyewe anaona bana atakuwa ile hapa baadaye hata fanyaje kama tuko na kijana talent na talanta anaimba vizuri yani anajiudi anaweza kupiga anajituma kwa kama nyumbani sababu walikuwa na maana nyingi sana nikamwambia kama sababu pia
amekuwa ameisha kwa kutekeleza anataka hicho kufanyia aje kiwango cha tumeshaji heshima baadhi tuliso kupendana kwa kubebana kwa mahali wakati wa baba kumzanaye kwa ndugu wangu tunapenda kantonde tukimwambia hicho kitu lakini kama baadaye pia nitakuwezesha kiasi cha kuanzia nitakuwezesha kiasi cha kuanza kufanyia zako kama mchango wangu mimi kwa kweli nimeshabaa kadiri miaka 8 anamtoka nini sio kuja heshima ndogo na adabu sio kwa sasa wasanii pia hiyo waangalie unajua hivyo makubaliano ni namna ya kuishi tu hapo alafu tu mikataba sio hiyo ila ukitaka kujifanya wewe hivi wala watajui bila huko tunaomba tarehe 31 warehouse ndio kuangalia chaguo ni mimi yangu mtandao kwa sababu wale wa Arsenal sio nani kama ni maana na nini PSG kwa Arsenal na kwa kuchangia madawati kwenye shule na kampeni mbalimbali. However, tunafanya kazi karibu sana na JCB na huwa tunategemeana kama sheria na kuelekea mbele asanteni sana. Naomba kuweza kumalizia kisha leo naomba tumkabidhi kidogo sasa wetu safari ya kutuletea nikiomba kwa msoko safari kabisa tutapiga picha pamoja. Bwana hiyo hii ni cheti yetu mpya na lengo letu mpya na kama tulivyosema ndio sasa tumeanza kazi yetu ya kama hiyo na kusaidia kwa practice kwa tunakuwa tena asante sana. Okay, biliang.
Niko subiri.